kwamba huyo mzee atashikwa leo, na tulikuwa tumepanga huo mkutano nao, tulikuwa na shida, we can't cancel the funeral, na tutaki kuahirisha hii mkutano. Tulikuwa tumekubaliana, tukaona wacha tu tufanye asubuhi, alafu tukimbie kuelekea Kajiado kwa kuhudhuria hayo maneno. Hapo ndio tunaenda. Kama vile nimewaambia viongozi wengi wale ambao tumekutana nao mbeleni, I am not in a hurry, kwa sababu niliwacha kazi yangu World Bank kuja kutafuta kura, na si kuja kutafuta kura hapa kucheza hivi. Vile mimi mnajua mimi sifanyangi kazi nusu na ushenzi namna hiyo. I believe in doing things properly. So I am here, I'm available. Mimi niko hapa, nataka tufanye maneno. Nawaambia wale mko kwa kijiji, wale mko mahali mko mnataka kupanga, this campaign is going to be ward based. We will drive this campaign at the ward level. We will move house to house. It's going to be a ward based campaign. Na wale ambao wanapenda kuniambia eti huu ni mtu elitist, sijui nani hajafanya siasa, tutakutana kwa kijiji, tutafute kura, tuongee na wananchi, tutaonana huko. Msema kweli ni mwananchi, na tutaenda pale tuzungumze na wananchi, sababu Wakenya wanatujua sisi wote and they know what we can do. Wakati wa uongo sasa umemalizika, kila mtu anaona ukweli mahali huko. Twende, wale walitubebea Biblia hapa kubwa kudanganya watu, wakati wa uongo umeisha. Sio kila mtu anapewa nafasi ya kufanya kazi, inaonekana ile kazi yake. Tunatishwa kila wakati kila mtu alete track record. Mimi niko tayari kuweka yangu kwa meza na wao waweke yao kwa meza, tujue ni nani anaweza kufanya hii kazi. Lakini nawashukuru, nianze kwa kuwashukuru nyinyi wote. Ni furaha yangu kuwaona nyinyi wote. Viongozi wengine wenu tumekuwa tukikutana hapa tukishauriana, na kuna viongozi wengine wengi ambao wamezungumza na mimi wa Jubilee wanataka kuja. Hata kuna wengine wanakaa kama Nicodemus, wananiona usiku za ingine itafanyika August, wanasema marangocha August kati wa ile impeachment na maneno mengine itabadilika, wakuja tuende tutembee safari. We as Donald Trump says, we will win these seats in the wards, even in Nairobi and across the country. We will win and even get tired of winning. Tutashinda, I'm telling you. Kiona mood ya country vile iko na mazungumzo yale tuko nayo na watu, sisi hatupendagi kuringia watu kupiga. Sisi tunasema tukutane mahali kazi iko, baadaye majibu itajisemea yenyewe, ama namna gani? That is the way to go. Kwa hivyo ninawashukuru ndugu zangu na dada wale mmekuja kujiunga na sisi katika Jubilee. Please welcome home. Jubilee is an open party. Na wale ambao mmekuja nao wawaeleze, wazee kama huyu Kimemia, Njuguna rafiki yangu hapa, bwana Mugo watawaeleza, bwana Kamango watawaeleza sisi ya wako values vile tuko kwa Jubilee. My brother Steve Mbogwa, kwamba sisi we are a party that believes first of all in Kenya's nationalism. Sisi sio chama ya kijiji moja ama kijiji lingine. Tukiingia kuongea mambo ya Jubilee tunaongea mambo ya taifa, hatuongei mambo ya region moja. Na ndio sababu sisi tukiingia kwa mikutano hatuanzi kuingia na kuanza kusumuza lugha ya sehemu moja ama sehemu nyingine. Utapata kila Mkenya katika chama hiki chetu cha Jubilee. This is a truly national party and a party that stands for what Kenya ought to be and is for a long time to come. Na vile mulisikia kiongozi wetu wa chama, rais wetu mstaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, sasa tumeanza kuangazia zaidi participation ya vijana wetu. Tunataka vijana waingie, and I'm very happy to see so many young aspirants. Waambie kila ward tunataka kupopulate Nairobi City County Assembly na vijana, so that we take decisions for ourselves. Mtu asikuambie eti unajua ile kasumba ya zamani tulikuwa tunasema the youth and our young people are leaders of tomorrow. That is not true. You are leaders of today. Don't listen to that maneno bure. Nyinyi ndio viongozi wa saa hii. Gozi na uniza tunaambia hawa vijana eti wao ndio viongozi wa kesho. How old was Matiba when they started work? Kibaki akitoka Makerere kuja hapa kufanya kazi alikuwa miaka ngapi? Take your place saa hii, usiangoje kuambiwa na mtu eti hakuna mambo ya kesho, ni leo. Wewe kiongozi wa saa hii, tuende pamoja tufanye kazi, tujenge taifa letu tukienda mbele. Na pia
ningependa kusisitiza vile wenzangu wamesema. Sisi tutafanya nomination ya kweli. Nimetembea. Most times I move quietly because I want to listen first. And I've been in many meetings. I was in a meeting in Naivasha one day. I was telling my colleagues here at the NEC. Nimekutana na viongozi ambao wamechaguliwa as independent, lakini sasa wamerudi Jubilee, wanataka kuingia Jubilee. Walinizungumzia kwa njia ambayo ilinifanya nisikie aibu sana, kwa sababu walisema sisi tulienda kwa nomination pale tukanyimwa tikiti. Sasa tukaamua kusimama as independent candidates na tukashinda. Can you imagine that humiliation? We deny you a ticket and then you go there and run as an independent, unashinda. We miss a vote in the assembly, which would even have given us more opportunities to be in many committees in the assembly and so on. Lakini kwa sababu wanapenda Jubilee, wako na historia na Jubilee, wameamua kurudi kusema sawa, tunarudi, lakini tunawapea chance hii kuhakikisha kwamba mnafanya uchaguzi wa kweli na nomination ya kweli. Na mimi najiunga na kiongozi wetu wa uchaguzi katika chama, our director of elections, Senator Kembi Gittura, kwamba tutafanya free and fair nomination. Lakini tusikizane hivi, ndugu zangu na dada. Ukiwa umeingia unataka kuchaguliwa kwa kiti, na unajua Kenya ni demokrasia, na unajua hii chama yetu tutazingatia mambo ya demokrasia. Zako apate tikiti. Be honest and say this is majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Tukipata uongozi, kazi ni utapata kazi nyingine ya kufanya. Tusiwe eti unabenda pale unashindwa, alafu sasa wewe unaamua tena kuhama na kupeleka wanachama wengine wetu katika pande nyingine. Sisi tunataka tukae pamoja kama familia, tutembee pamoja. Mimi nataka kuwapea assignment 2 ama 3 kabla tujakutana tena. Wale ambao mnasimama viti vya bunge, tulikubaliana na muambie wale ambao wanasimama viti vya bunge, tutakuwa na mkutano tarehe 8. Tuliambiana hapa Nairobi, parliamentary and county aspirants wa Jubilee. Kama unatafuta kiti ya women rep, senate, governor, na kama unatafuta kiti ya parliament, tumekubaliana tutakutana tarehe 8. Tuko na seminar ya our leaders, wale wa parliamentary pamoja na county. Kuna mambo tunahitaji kuzungumza siku hiyo. We will give you some tips. Tumeanza sasa kutengeneza mipango yetu ya nomination, tutawaeleza vile tunataka kwenda mbele. Alafu kisha baadaye tukimaliza hayo, tutakuwa na mkutano pia kama huo wa wale ambao wanataka kugombea viti vya MCS, kuzungumza nanyi na kueleza vile tunataka kwenda mbele. So assignment yangu ya kwanza, hasa kwa wale ambao wanawania kiti ya ward, please familiarize yourself with every polling station in your ward. By the time we meet, uko na record ya polling station zako zote, and umeenda ukapata accurate current data kutoka IBC of how many registered voters are in your polling station. Kama unatoka kama huyu ndugu yangu Mugo anatoka hapa juu Ngando, how many polling stations do we have in Ngando? Nachukua the current printing ya IBC, how many voters are registered in Ngando, how many. Kazi nyingine tutakueleza vile tutafanya, so that every one of you have the details of your wards and your polling stations. Wale ambao mnasimama bunge, you must know the number of polling stations in your constituency, and also know the number of wards in your constituency. Na pia tukikutana on 8th, give us information on who are the Jubilee candidates in the wards of your constituency.
because wewe mwenyewe as a parliamentary candidate caucus in the constituents. Your caucus which brings together the civic candidates wale wa ward as constituents. Because the way, the structure of our party, the way it is, as we prepare for the national, we will give you resources ya kuwasaidia kupanga kuweka hii mikakati for the general elections. I do not believe, unajua kuna kasumba hapa, na hiyo ni kasumba ya desperation. You know, watu ambao wanaona si, unajua hawa watu sio wajinga. Tusifikiri eti wale wako kwa uongozi ni watu wajinga. Si wajinga. They know. Some of them are experienced politicians. They can see the mood in the country. Wanaweza kutudanganya hapa na sarakazi. Hata wao wenyewe wanaona kumedhoka. Hakuna. Maana kujisukuma hapo wanasema oh siku hatuwezi shindwa. Wanajua. Sasa wanajaribu kufanya hapa. Oh unajua sisi hatuwezi shindwa. Oh you know hakuna rais anaweza kutolewa hata mmoja Afrika hapa. Chakwera amefurushwa the other day. Yule wa Botswana amepotea. Yule wa Ghana alirushwa nje. Na huyu tampota, na huyu atahama. Hiyo itakuwa namna hiyo. Yaani kwa hiyo wanaambiana oh unajua hakuna hawezi shindwa. Why? Unless we are not a democracy. Na we are a democracy kwa sababu tunapiga kura inaamua. Maana mna gani? Tuko hapa kwa nyumba tunataka kuingia hivi. Tunaweza hata kwenda na mguu mbio sana. Yeah. So azizi kusema hiyo. Sasa ameanza ya maneno kusema oh unajua isipotosha tutachasha. Utajaza wapi? Ukifanya hiyo. Hakuna muziki ambia watu wetu. Let me tell you my brothers and sisters. Tutakutana wakati hakuna hizi makamera hizi na hizi vitu. Tuongee tujipange vile tunapanganga kazi. Sasa mjue kupanga kazi. Vile tunapanganga kazi. In 2016 kila mtu alikuwa ananiambia oh unajua wewe simamisha wizi wa mtihani Kenya hii, unajua hii ni kitu kila mtu it's a 2.5 billion industry, the cartels are there. I said tukutane. Tuonane, tukutane. Tuone vile utaiba. Utaibia hata hiyo tuko wapi sio ukiiba. Tutakutana bila hii makamera, tupange kazi. Nyinyi endeni kila mtu fanya assignment yako. If you are running in your ward, make sure unalala, unaamka asubuhi, unalala ukijua my polling stations are this number and you know them, na unajua ni watu wangapi wamesajiliwa kupiga kura. The next 3, 4, 5 steps hizo tutaongea bila hizi. Vile tutapanga hiyo maneno ya kuchunga kura zetu. Alafu pia kwa constituency wale ambao mnatafuta kiti ya constituency, this is serious business. Hatuchezi hapa. Hii ni kazi, tutaipanga mzuri. Tupate kura, tuende mbele. Kwa sababu tunatembea Kenya hii, kila mahali unaenda. Nduru ni hiyo, kila mtu anapiga. Dunia imeshindikana. Alafu sasa wanasema hatuwezi shindwa. I mean, we also not dumb. Hata sisi tunafanyanga collections ya information, tunajua, we can see where the country is going. There is no pathway. There is no pathway for these people to win an election. Ni maneno ndio wameanza hizo maneno kwa warfare. Wanataka ili watu waanze kuwa intimidated, kuogopa, or to lose your interest. Uone hata siwezi nitashindwa. Don't be deceived by those things. Don't you ever take that nonsense. Sisi tuende kwa kura. Wananchi wa Kenya wanataka kubadilisha serikali hii. Wametuambia hivyo. Na sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi. Vile President Kibaki alikuwa anasema kazi tunaijua, na hiyo pate kura tuende kufanya hiyo kazi. Basi hii na gombea viti vya parliament, na mkishikana sasa na wale wako kwa
kama Jubilee issue our document, our response and our communique on this. Nilikuwa nauliza watu wengine eti wanze kutoa ushuru. Hiyo ni kitu itawezekana Kenya hii kweli? Unataka watu waishi eti sasa you know, if you increase the 10%, that is going to be passed to those people who have rented houses. Yeah, unalipa 10% instead of 7.5. Naturally, what do? Si you unaongeza rent. Na huyo mtu unaongezea rent ndio analipa SHA. Analipa housing levy. Taxes on everything have gone up. How do you want people to live? Nagani? These are the issues we are talking about. Like, we are prepared a document.